kwa sababu ya mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Danieli, ya kuonesha imani yake thabiti kwa Mungu, ya kutotetemeka wala kuogopa hata wakati wa changamoto na majaribu. Ikasababisha Mfalme Dario atoe amri kwamba watu wote wamche Mungu wa Danieli. Danieli alipelekwa kwenye tundu la simba. Danieli sura ya 6 ukisoma pale mstari 25 hadi 27. Hakuonesha kutetemeka. Imani thabiti aliyoonyesha ilibadilisha moyo wa mfalme, akatoa tangazo watu wote wamwinamie na kumcha na kumwabudu Mungu wa Danieli. Inapaswa tufike mahali, kwa sababu ya uthabiti wa imani tunaoonyesha ndani ya mioyo yetu, ndugu zetu watufate katika wokovu, marafiki na jamaa wanaotuzunguka waseme ninamtaka Mungu wa huyu hapa, kwa sababu ni hai. Wamuone Mungu katika udhirisho, akiokoa, akiponya, akiongeza, akibariki, akinyanyua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Danieli sura ya 3 mstari wa 28 na 29, utamwona vijana watatu wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego, waliwekwa katika tundu la moto. Danieli aliwekwa katika tundu la nini? La simba. Wao walikaweka kwenye tanuru la moto. Wakamwambia mfalme Nebukadneza, ukituweka kwenye moto, ukitua hata usipotua, hatutamuinamia miungu mingine zaidi ya Mungu ambaye ni Elohim. Mara baada ya Mungu kuwaonekania, baada ya kuonesha imani thabiti, Mungu akaonekania. Mfalme Nebukadneza akasema watu wote wamwamini na wamtumikie Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego. Kuna wakati Mungu anasubiria tu wewe uoneshe imani thabiti katika jamii unayoishi, ili akutendee jambo litakalofanya kila mtu amfuate Mungu wako. Kuna wakati hali ya ugonjwa inaweza ikaja, hali fulani ya changamoto fulani au uhitaji fulani, alafu ukakosa msaada wa kibinadamu. Mungu akataka kujiinua na kujitukuza mwenyewe, ili asitokee yote mwanadamu yoyote yule, iwe ni mtumishi wa Mungu, aseme kwamba mimi ndio nimesababisha 1 2 3, kwa sababu Mungu agawani utukufu na nani? Na wanadamu. Ili Mungu aseme, ili watu waseme namtaka Mungu wa yule alikuwa hivi, leo Mungu amemfanyia hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii Eliya katika mlima wa Kamel anasemaje kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari 39? Anasemaje? Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Mara baada ya manabii 450, manabii wa Baali wa uongo, manabii wa uongo kushindana na nabii Eliya, nabii Eliya akamwita Mungu. Mungu akashusha moto, akalamba ile sadaka, akaiteketeza. Watu wote wakaanguka, wakasema Bwana ndiye Mungu. Nabii Eliya alimthibitisha Mungu aliye hai ndani yake, akawafanya wale manabii wa uongo 450 wamwinukie, na watu wengine wote wamwinukie na kumwinamia Mungu wa Israeli wa kweli. Mungu ndicho anachokitaka kwenye maisha yetu. Tusimame na kuleta imani thabiti, ili wale ambao wanaudhihaki wokovu wetu na imani yetu waseme hakika Mungu wa huyu nitamfuata na kumtumikia. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hadi 34. Mtume Paulo alifungwa gerezani akiwa na pamoja na mtumishi Sila. Walipofungwa, wao walimsifu Mungu, wakamwabudu Mungu, wakanyanyua sauti wao, wakawa wanaomba. Biblia inaniambia gereza likatikisika, mambo yakafunguka. Mlinzi aliyekuwa amelala akaona kwamba milango iko wazi, akaanza kutetemeka, akataka kuchukua upanga ajiue, akidhani kwamba wafungwa wamefanyaje? Wametoroka. Paulo akamwambia hapana, tuko wote hapa. Mlinzi ambaye alikuwa na Mungu akamwambia Paulo,
ninamtaka huyo Mungu wako, nifanye nini niweze kupokea huo wokovu na hiyo nguvu? Wakaenda nyumbani wakati ule ule, yule mlinzi na watu wa nyumbani kwake wote wakapokea neema ya wokovu. Mungu wa Paulo na Sila walipokuwa katika changamoto, katika kusifu na kuabudu, aliwafanya yule mlinzi na nyumba yake wakapokea imani, neema ya wokovu, kipawa cha neema ya wokovu. Je, tunamdhirisha Mungu wetu katika imani thabiti? Anasemaje Kutoka sura ya 14 mstari wa 31? Israel akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Israeli mara baada ya kuona ile kazi ambayo Musa alitumiwa na Mungu, matendo makuu ya Mungu yaliyodhihirika kupitia Musa akiwa kama kiongozi, watu wakamtumainia Mungu, wakamcha Bwana kwa sababu waliona mkono wa Mungu. Tuko sawa sawa jamani wapendwa, Kwa sababu waliona mkono wa nani? Wa Mungu. Mungu anataka tu wewe uwe tayari. Kuna ndugu zetu hawajaingia kanisani, hawaokoki, hawajapata neema ya wokovu kwa sababu hatujamthibitisha Mungu katika imani thabiti ndani yetu mpaka wavutiwe kutufuata. Ni kwa sababu huko mtaani au huko majumbani tunaongea kama wao, tuna mawazo kama wao, tunatafakari kama wao, muda mwingine tunaenenda kama nini? Kama wao. Hakuna tofauti kati ya aliye na roho wa Mungu na yule ambaye hana roho wa Mungu kwa duniani. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata ukikutana na walokole huko kwenye barabara huko na majumbani na sehemu zetu za shughuli, hata ukiwaambia Bwana Yesu asifiwe, wanaitikia kuna amina. Hawana ujasiri wa kusema amina, shalom mpendo, unaendeleaje, habari ya uzima. Hawana ujasiri kwa sababu matendo yao, dhana zao, namna watu wanavyowajua huko, hawana imani thabiti ya kumtetea Yesu Kristo. Yesu akasema, ukinikana mbele za watu huko, na mimi nitakukana mbele za Baba yangu. Una ujasiri wa kuonesha huko kazini kwamba umeokoka? Je, pale kazini kwako wanasema kuna wafanyakazi fulani na mlokole mmoja wanasema hivyo? Mtu anapopitia changamoto au hali fulani ya madhaifu au ugonjwa au vita fulani, kuna watu wanakufuata, wanamhitaji Mungu wako. Lazima umthibitishe Mungu ili watu wengine waweze kumfuata. Kuna mtu mmoja naongea hapa jamani napendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua sura ya 6 mstari 27 anasema, basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, sifa zake zikaenea katika nchi ile yote. Kwa habari ya ukuta wa Yeriko, Bwana alikuwa pamoja na nani? Na Yoshua. Ili Masawe aweze kujulikana ndani ya Tanzania na nje ya mipaka Tanzania, mimi napaswa tu kuhakikisha na kitu kimoja ambacho hakitoki ndani ya maisha yangu. Kila wakati Bwana yuko pamoja na nani? Huyu Bwana ambaye anatembea pamoja na mimi ndio atanitambulisha mimi na wewe katika utumishi wetu. Kuna mtu mmoja kaniambia, Masawe, mbona sikuoni kwenye television siku hizi? Mbona sikusikii? Mbona uingii kwenye radio? Haleluya. Nikamwambia, hata mabango mtaani sijaweka. Hata mabango mtaani sifanyaje? Sijaweka. Kuna namna Bwana, kuna namna Mungu anataka mtembeo fulani. Hata ukiwa vichochoroni, watu watakuja, watamtafuta wewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuweka mabango ukafanya advertisement ya kila namna na watu wasije. Watu wanafuata Mungu aliye hai, aliyodhihirika ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani wapendwa. Anasemaje kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 4? Anasemaje? Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Mara baada ya Petro na Yohana kuenda pale hekaluni kumuinua yule kiwete kwa jina la Yesu Kristo simama, watu walipokuwa wanazidi kuhubiri injili ya Yesu Kristo, watu wengi wakaongezeka. Maongezeko yana namna mbili Pasaka leo. Namna ya kwanza, watu wanataka kuona miujiza. Wakiona miujiza ndio wanakimbilia. Hiyo namna ya kwanza. Wanataka kusikia unabii, Mungu anazungumza na maisha yao. Namna ya pili, watu wanapaswa kuhubiria injili ya Yesu Kristo. Injili ndio inayovuta. Maandiko yanasema
mtu asipovutwa na Baba yangu hawezi kuja kwangu. Yesu anasema anayewavuta, Bwana wa mavuno ni Mungu mwenyewe. Mungu ndio anayevuta watu, sio wanadamu. Tutatengeneza viburudisho vya namna, tutabunibuni vitu fulani fulani hivi vya kuwaleta watu, lakini kama Bwana asipowavuta watu hao hawawezi kuja kanisani. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani, napenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli ambaye ni mtume Paulo, wakati anakwenda Dameski katika assignment yake ya kulitesa kanisa la Bwana, Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 20 hadi 22, Mungu akamwokoa. Mara baada ya kumwokoa kukutana na Yesu Kristo, wakati mwingine, wakati anaenda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9 hapa 20-22, wakashangaa Sauli yule yule ambaye alikuwa analitesa kanisa la Yesu Kristo, Sauli huyu ndio alinyanyua jina la Bwana Yesu. Wakastaajabu. Biblia inasema kwa sababu walimjua Sauli wa zamani na wanamjua Sauli wa sasa hivi, watu wengi wakamfuata Bwana, wakamwamini Mungu. Kuna watu wengi leo wanamjua Masawe ya zamani alikuwa ni mlevi, ni muuni, ni mvuta bangi, anakula mirungi, anavuta ugoro, ni mtu wa anasa wa starehe wa kila namna, ni mkorofi. Lakini namna wanavyomwona sasa hivi, hata nisipowahubiria, automatic neema ya wokovu inafanyaje? Inawavuta. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa, Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 hadi 48, kwa sababu ya imani ya Kornelio, marafiki zake, ndugu, jamaa walipokea neema ya wokovu mara baada ya mtume Petro Mungu kumsukuma kwenda nyumbani kwa Kornelio. Kornelio mtu mmoja alikuwa na imani, ikasababisha watu wengine wote wapate nini? Kile kipawa cha neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumzaje kwenye Yohana sura ya 4 mstari wa 39? Anasemaje? Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyemshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Mara baada ya Yesu Kristo kumtabiria yule mwanamke Msamaria kwenye Yohana sura ya 4 na kumwambia mambo yake, yule mwanamke Msamaria akafanya kuwa ni muinjilisti wa kuinjilisha huko, kuambia watu, nimekutana na mtu. Watu wengi wakaja kwa sababu walisikia habari za Yesu Kristo. Andika Warumi sura ya 10 mstari wa 13, 14 na 17. Anasema wataendaje wasipopelekwa? Wataaminije wasiposikia? Lazima patikane mtu wa kwenda kuambia watu habari za Yesu Kristo. Watu wakisikia ndio waje kanisani.